ukombozi, tunapata uponyaji. Haleluya! Tunapata kubarikiwa. Haleluya! Tunapata uheri wa afya. Bwana anakuwa nasi kwa sababu ya kutupenda. Nasi kama wateule tunastahili kupendana mmoja na mwingine. Kitabu cha 1 John chapter 4 verse 7. Hebu tusome waraka wa kwanza wa Yohana pale 4 mstari ule ambaye ni wa 7. Amen. Waraka wa kwanza wa Yohana 4 mstari ule ambaye ni wa 7. Haleluya. Some hapo. Waraka wa kwanza wa Yohana. Waraka wa kwanza wa Yohana 4. Yes, tusome hapo. 4 mstari ule wa 7. Ya. 4 mstari wa 7. Saba ikasema, wapenzi, na mpendane, kwa kuwa pendo latoka kwa Mungu. Kwa kuwa pendo latoka kwa Mungu. Wapenzi, haleluya. Tunaitwa wapendwa, waliyependwa. Amen. Geukia mtu mwite mpendwa. Geukia mwingine mwite mpendwa. Wewe ni mpendwa, maana yake tulipendwa. Haleluya. Ulipendwa, wapendwa, tuliyependwa na Mungu Baba akamtoa mwanae wa pekee. Biblia inasema ya kwamba enyi wapendwa, pendaneni, maana pendo latoka kwa nani? Latoka kwa Mungu. Haleluya. Kwa hivyo mpendwa, tunaitwa wapendwa kwa sababu tulipendwa. Amen. Tunaitwa wapendwa kwa sababu tulifanya nini? Tulipendwa. Alafu tunapewa amri ambaye tuliachiwa na Yesu, ambaye ni kubwa kuliko yote, ya kwamba tupendane mmoja na mwingine. Sio anasema enyi wapendwa, pendaneni, kwa kuwa pendo latoka kwa nani? Kwa Mungu. Mtu ambaye anayependa mwingine huwa anamwaza mawazo mema, huwa anamuombea maombi mazuri. Kina Bwana barikiwe. Huwa anamtenda matendo mema. Amen. Biblia inasema enyi wapendwa, pendaneni, maana upendo watoka kwa Mungu. Dhihirisho ya kuwa una Mungu ni kupendana. Haleluya. Dhihirisho ya kuwa wewe ni mpendwa ni kupendana. Jina Bwana barikiwe. Maana tunda linalostahili kuonekana ndani yangu, ndani yako, ni tunda la upendo. Upendo hauna chuki. Haleluya. Upendo hauchengeni. Upendo, wanasujuliwe. Upendo unawazana mawazo mema. Ukiona mwenzako ameinama, si kumuinamisha kabisa, unamsaidia kuinamuka, ama unamsaidia kusimama vyema. Ukiona mwenzako ameanguka, haleluya, hautamkanyagia chini aishe. Halo. Sikuacha kama umemkanyagia pale aishe, bali unashika mkono, unamshikilia, anasimama tena. Aidha ni kwa maombi ama kwa msaada yeyote, aidha ni kwa mashauri, lakini haumwachi pale, haumchekelei, haumusemi, haumchekei, unastahili unamshikilia. Maana wewe ni mpendwa, na mpendwa anastahili kupendana. Maana pendo latoka kwa Mungu. Mungu ni baba yetu sisi wote. Haleluya. Na mtu yule ambaye hana upendo ni kumaanisha hajaqualify kuwa mpendwa. Mpendwa ni mtu ambaye aliyesamehewa dhambi zake, amependwa na Mungu, akaamini Bwana alimtoa mwanae kwa ajili
dhambi zetu, akafa msalabani, naye alipoamini akakiri kwa kinywa chake ya kwamba Yesu ni Bwana, akapewa jina jipya, akaitwa Mkristo. Maana yake akafanyika mpendwa, aliyependwa. Mpendwa, aliyependwa. Kwa hivyo tupendane, maana pendo latoka kwa Mungu. Amen. Kile kinafanya kanisa liongezeke ni kujifahamu ya kwamba mimi ni mpendwa. Nitarudia hapo tena. Kila mmoja barikiwe. Kile kinafanya kanisa liongezeke, kusanyiko liongezeke, namba 1 ni kujihesabu ya kwamba mimi ni mpendwa, ni kupendwa, niliyependwa. Na kwa sababu nilipendwa, maandiko inanihimiza, maandiko inaniambia nipendane. Halo? Kwa maana Yesu alinipenda na mimi nikaitwa mpendwa, so inahitajika nifanye nini? Nipendane. Amen. Na kule kupendana, Biblia inasema ya kwamba kunaleta kuongezeka kwa kusanyiko. Halo? Sababu ukipenda jirani yako, utamwaza mawazo mema, utamwombea maombi mazuri. Haleluya! Hautapenda kuwa na mazuri na yeye ana mabaya. Haleluya! Hautapenda kukula vizuri ili hali yeye analala njaa. Mpendwa, tupendane, maana pendo latoka kwa Mungu. Jina la Bwana barikiwe. Kwa hivyo hautalala. Amen. Hautalala kwa sababu ya jirani yako, maana pendo haifai ukae naye, unastahili upendane, maana wewe ulipendwa na ndio ukaitwa mpendwa. Amen. Mungu alidhihirisha upendo wake kwa kumtuma mwanaye wa pekee. Amen. Nasi akatupenda kupitia damu ya mwana kondoo, tukaokolewa, tukaitwa wapendwa, nasi tunaambiwa tupendane. Haleluya. Kiongozi wa ibada alikuwa anasema ya kwamba wale watu ambao wako kule nje, wakati utakapoomba Mungu, utamwomba Bwana aweze kukujulisha wewe ni nani katika ufalme huu wa mbinguni. Maana ufalme wa mbinguni tunaye hapa. Amen. Hapa ni lihaso huwa tunafanya, mbinguni tutaenda kusherehekea na Bwana. Ole wao wale huwa wanakaa wakigoja siku ile. Amen. Kwenda tu kufurahia siku ile, maana hawajaamini ya kwamba wamefanyika wana wa Mungu. Mpendwa, ulipendwa. Na wakati Mungu alikupenda, alikufanya mwanae. Amen. Usingoje kufanywa mwanae tena. Alikupenda na wewe ukapendeka, na ndiyo sababu unaitwa mpendwa. Amen. Na Yesu akasema mahali nimeachia kazi, haleluya, na wewe iendeleshe. So ni majukumu yako ulipe gharama. Haleluya. Umuombe Bwana ili naye Bwana akujulishe wewe ni nani katika ufalme huu ambaye ni wa mbinguni, akuonyeshe utaeneza upendo kwa njia gani. Haleluya. Sio kukaa tu na kustarehe. Amen. Lazima muombe Bwana, muulize Bwana, Bwana, sababu ulinipenda na ukaniita mpendwa na umeniambia nipendane, nitadhihirishaje upendo huu kwa watu wengine? Amen. Jina la Bwana barikiwe. Bwana atakupatia mwelekeo. Bwana atakupatia mwelekeo. Bwana anaweza kuambia kwamba utakuwa unagharamika, utakuwa unanunulia huyu mama kila siku sukuma ya tembo. Haleluya. Katika hali ya sukuma ya tembo utawini hiyo kama unasema, maana tunastahili kuzalia Bwana nini? Mazao. Haleluya. Hii na sababu ya Kristo
ni alete mazao, arejeshe kilichokuwa kimepotoka. Na akasema sikuja kwa sababu ya wale wazuri, nilikuja kwa sababu ya wale wabaya. Akatupenda hata ingawa tulikuwa wenye dhambi na dhambi zetu zilikuwa zinanuka. Usijione msafi uone wale hawastahili. Haleluya! Kunaye yule alitupenda, amen, tukaitwa wapendwa, nasi tunastahili tuwakilishe ule upendo kwa watu wengine. Ametaja Malaysia, kuna wale ukiomba Bwana atakuelekesha kwa hao ambaye atakuoga hawajui. Amen. Bwana sobesiba. Maana kila mmoja ana potential ya kuzalia Bwana mazao. Ila wewe ni bubu. Haleluya. Bubu ni yule anaongeana na mkono. Hata huyo anaeneza upendo kwa ishara. Haleluya. Hakuna yule mtu ambaye, na kama wewe unajipata katika ufalme huu, wewe ni tasa. Amen. Unastahili kufanyie kazi ule utasa. Ili utasa uondoke. Maana ya utasa ni mtu asiyezaa. Haufai kutozaa. Nilikuwa ninaona hata mwembe ama avocado samani zile zetu, kuna aina fulani tulikuwa tunatumia kama mti hauzai ama unatoa maua alafu inamwagika hauleti matunda, ungechukua panga unaweka vidonda, ama uchukue msumari uigongelee na nyundo. Haleluya. Na utapata kwa sababu ya hali hiyo ule mti utaweza kuleta mazao. Jina la Bwana barikiwe. Kanisa Bwana atukuzwe. Unajua hata wewe Mungu anaweza kukuweka vidonda kwa utasa. Sijui kama umeshika hapo. Anaweza akakuweka kusema kukuweka vidonda namna hii. Usiposaa ukiwa na afya, anaweza akafanya urazwe na ukiwa pale kitandani uweze kuzaa. Kama unasema unafaa uzae kwa kitanda ama ukiwa mwenye afya. Yes. Jina Bwana barikiwe. Saa ukiwa mwenye afya, wale sobe sifa, ili Bwana ajivunie yale mazao. Amen. Jina Bwana barikiwe. Usiwe ni vidonda umewekwa ndio uweze kufanya mwingine aokoke. Unasema unaona vile nilivyo. Haleluya. Na kuambia isipokuwa ni Bwana, amen, mimi ningeisha. Na hata huyo Bwana anaweza hata wewe kuzaliwa wewe una vilema, una vidonda. Jina Bwana barikiwe. Mhubiri mmoja aliweza kukosa mazao na akawa ya kwamba ameachana hata na Injili na akaamua kwenda kwa kilabu kunywa. Amen. Na alipokuwa ako kwa kilabu, walevi walishindwa. Huyo amekuja kukunywa. Na sisi tuko hapa tunatamani kutoka naye huku anarudi. Wale zobesi. Ndio mlevi mmoja akachukua chupa, akamgonga akakata nini? Kichwa. Akamweka alama. Kamwambia wewe hufai kuwa kutoka. Akaona kweli yenyewe hapa sifai, hata nakufia wapi. Sasa alikuwa anasema alisimama vizuri na akaendelea na Injili na akaendelea kuzalia Bwana mazao, lakini bado alama iko. Halo. Wale zobesi. So upendo, amen. Upendo haugharimu. Maana ulilipiwa gharama. Bwana alilipa gharama. Akamtoa mwanae wa pekee. Akapigwa misumari. Akapigwa viboko. Akapigwa kofia ya mimba. Kwa ajili ya ule upendo. Akadungwa na mkuki. Akauawa, akazikwa. Akaenda kuzimu na akafufuka. Oh my God. Ili mimi na wewe tuitwe wapendwa. Pendana my brother. Pendana my sister. Netia tu yako. Haleluya. Hata kama huko unasaa this year, salia Bwana mazao. Na mazao yake Mwenyezi Mungu
wa kuonyeshana upendo. Amen. Na upendo huu utaonekana kwa namna gani? Ikiwa my sister utapiga magoti, na si magoti ya kawaida, ni kumwambia Bwana nisaidie mwaka ujao nikusalie mazao, ili kanao na toba, na kuambia tutakosa mahali pa kuweka watu. Tutakosa mahali pa kuweka nini? Watu. Unajua kuna watu wanakaa comfortable. Amen. Waisraeli walifika mahali palikuwa panaitwa Ebeneza, na wakakaa comfortable suni kutoka maeneo ile. Kata in Jesus name. Kata in Jesus. Siku ya jana niliona umuhimu na umaana wa kuomba na kuwaza jirani mawazo mazuri na kumwombea mambo mazuri. Nilipotoka hapa kanisa jioni, nikiwa pale nje nikaona pale kumejaa mpaka barabara haipitiki. Nikauliza mtu kwa nini kunaendelea? Naona kuna gari mpaka watu wanahama. Nikiwa hapa nilikuwa naona kama ni watu wakubwa. Amen. Nikafikiri mwanasiasa mimi hapo pale. Kwa hivyo nilipouliza mtu akaniambia ni watu lika hii inaitwa Gen Z. Amen. Ndio iko hapo, sijui iko na self, inaitwa self. Iko na hizo sasa, ndio wanajipiga ndio hizo wakufanya nini? Wakiaki. Haleluya. So wewe unafanya yako, mwingine yake, nini vitu za aina hiyo. Oh my God. Nikaangalia nikaona kizazi kimepotoka. Kizazi ambaye hakijui Mungu. Kizazi ambaye kinaweza fanya dunia iwake moto. Lakini kwa sababu ya upendo ule Mungu alitupenda nao, na Mungu ni upendo, lazima tuombee hiyo kizazi na tuweze kukipenda, na tukiwaze mawazo mema, na tukilete kwa Yesu. Jina la Bwana barikiwe. Na sio kukileta kwa Yesu kukiambia jioni vile mlivyo, ati sasa kitovu ikae nje, imewekwa hii aliji tatu imewekwa hii aliji tatu kwa kitovu. Sasa kitovu kiko nje lakini kiko na hii aliji tatu. Basi Bwana tukuzwe. Sasa unashindwa sasa. Yesu Bwana Yesu apesiwe. Mambo haya lazima tukatae Jesus name. Hatutaachilia. Amen. Maana ni sisi tumewekwa. Ni sisi tumewekwa ili tuweze kudhihirisha upendo kwa kila kizazi, kwa wakubwa, kwa wadogo, hata kwa lika hiyo Yesu, ili wamjue Bwana na wamfahamu Bwana na wafahamu wokovu na wajue kuna utakatifu. Bwana Yesu ainuliwe. Kile kilimpeleka Yesu msalabani ni kwa sababu alisimama na ukweli. Haleluya. Akakataa kucompromise na mambo ya ulimwengu huu, kwa sababu kiini na sababu kilichomleta ni kukomboa ulimwengu, kutoa katika mikononi mwa dhambi na kuipeana kwa mwenyewe. Nasi kama wapendwa lazima tupende kila mmoja na tuwakomboe kutokana na mikono ya yule muovu. Wakombolewe, wamama wakombolewe, wazee wakombolewe, Gen wakombolewe, watoto wafunguliwe. In Jesus name. Hebu tusome inasema. Yes. Wapenzi, na mpendane. Kwa kuwa pendo latoka kwa Mungu. Kwa kuwa pendo latoka kwa Mungu. Na kila apendaye amezaliwa na Mungu. Kila ngoja kidogo. Hebu angalia pale. Haya, kumbe mimi nilikuwa nafikiria nimezaliwa na Waisraeli. Amen. Na wewe muuliza mwenzako, wewe umezaliwa na nani? Umezaliwa na nani? Wewe muulize. Haya. Mimi nilikuwa nafikiria ni Wamaina na Waisraeli. Biblia inasema na kurudia tena. Na kila apendaye amezaliwa na Mungu. Oh my God. Hivyo ni
inamaanisha ya kwamba wakati ulipofanyika ukaitwa mpendwa. Amen. Maana ulipendwa na Mungu kupitia mwanae, uliweza kuzaliwa upya. Geukia mtu muulize, umezaliwa upya? Geukia mtu muulize kama amezaliwa upya. Unajua kuzaliwa upya ni kufanyishwa toba. Kuna watu wanaenjoy wokovu wa wachungaji, wanaenjoy wokovu wa baba, wokovu wa mama, so yeye anakuwa hajafanyiwa ile ombi la toba. Alijoin wokovu, alijoin meli hii, alijoin melikabu na akaanza kusema nimeokoka. Lakini ukimuuliza uliokoka lini, ugeukia mtu muulize uliokoka lini. Muulize tu uliokoka lini. Unajua kama kuna wakati na siku na mwaka hufai kusahau, ni siku ile uliokoka. Muulize uliokoka lini. Ajui? Inaonekana nikimaliza kuna wengine nikaombea ombi hili toba ili waokoke. Amen. Sababu unastahili kuwa uliokoka. Si wokovu wa mzazi, si wokovu wa bibi, si wokovu wa bwana. Haleluya. Bali ni wewe mwenyewe uliamua kwa moyo wako ya kwamba kutoka leo nimekatana na ya dunia, nimekubali kufanyika kuwa kiumbe kipya, ya kale yaondoke. Biblia inasema ya kwamba mtu huyu amezaliwa na Bwana. Haleluya. Amezaliwa na Bwana. Kule kuzaliwa kwa kina fulani kumefika mwisho, maana aliyezaliwa na mwanadamu amejawa na dhambi, lakini aliyezaliwa na Bwana amesamehewa dhambi zake, ya kale amekwisha, amekuwa kiumbe kipya. Na ndiyo sababu wapendwa, tunaitwa wapendwa. Maana tulipendwa. Haleluya. Hata wenye wako kule nje wanaweza wakapendeka. Amen. Na watapendeka kwa namna gani? Ni sisi tutawakilisha upendo huu kwao kwa jina la Yesu. Maana vile Mungu alivyotupenda, hata wao wanaweza wakasamehewa, wanaweza wakapendeka. Usilale my brother na watu wanaendelea na kuangamia. Usilale my sister na watu wanaendelea na kukufa kwenye dhambi. Haleluya. Uhai tuliye naye ni deni. Na kama uhai tuliye naye ni deni, tunastahili tuwakilishe upendo huu kwa wanadamu wengine. Kabla wakati na saa ifike ya kurudi kwake Mesia, iende ikawa kunao watakubali kusalika ndani ya Bwana. Amen. Usikoje malaika akuje awahubirie. Usikoje Kristo akuje tena kwao. Halo. Usikoje Musa na Elija. Amen. Usikoje mchungaji na askofu, na usikoje hata mwinjilisti. Amen. Ni mpendwa apendane. Haleluya. Geukia mtu mwambie ni jukumu lako kuwapenda. Mwambie ni jukumu lako kuwapenda. Na ukiwapenda utawaambia mambo mazuri. Haleluya. Kuambia mambo mazuri namna gani? Ni kuambia habari ya ufalme, habari ya kanisa, habari ya ibada. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Kuna mtu alituhubiria siku moja akatupatia formula. Shida ya watu ni kuambiwa kitu lakini wanakosa kukifanyia nini? Kazi. Akasema hivi, kila mmoja ana potential, ana uwezo wa kusalia Bwana mazao. Na akasema usihubiri mambo mengi. Haleluya. Wale sope sifa. Akasema ya kwamba ukienda kwa mtu mwambie pastor wetu ni mzuri, kanisa yetu ni mzuri, na pastor wetu akiomba Mungu anafanya nini? Anasikia. Ona huyo Mungu atapenda kwenda
pendaneni, maana pendo latoka kwa Mungu, na wale wanapendana wamezaliwa na Bwana. Tuendelee. Haleluya. Na kila apendaye amezaliwa na Mungu. Na kila apendaye amezaliwa na Mungu. Naye ngoja kidogo. Kwa hivyo kama ulikuwa haupendi, ni kama hukuwa unaamini umezaliwa na nani? Na Mungu. Kwa hivyo ukitaka kudhibitisha umezaliwa na Mungu, ni ufanye nini? Ni upendane. Uko kwa biashara, pendana. Uko kwa kazi unafanya, pendana. Uko mahali unatembea, pendana. Haleluya. Endelea kupenda mmoja na mwingine. Na upendo huu ambaye tunazungumzia ni upendo ambaye unaitangwa upendo wa agape. Amen. Ni upendo ambaye hauna kikomo, haulipishwi chochote. Sio kama ule wa upendo wa ndugu na dada. Ni upendo wa agape, yaani unajali maisha ya mtu mwingine. Haleluya. Unapoona akipotea, unasikia uchungu ndani ya moyo wako. Unaona shetani mbaya anapotosha mzee, anapotosha mama, anapotosha kijana, anapotosha jenzi. Unakemea yule shetani na unaonyesha upendo mwingi kwa mtu yule. Maana unaona mambo ya umilele. Hauoni mambo ya saa hiyo tu, unaona mambo ya umilele. Na mtu yeyote anayependana, Biblia inasema ya kwamba amezaliwa na Mungu. Na mtu ambaye hapendani, upendo haumo ndani yake, huyo hakujui nani? Mungu. Naye anamjua Mungu. Yeye asiyependa hakumjua Mungu. Maana Mungu ni upendo. Kwa maana Mungu ni upendo. Wewe na mimi tu sura ya Bwana. Amen. Unaponiona nafaa nimuone Mungu. Ninapokuona ninafaa nimuone Mungu. Haleluya. Maana Mungu ni nini? Ni upendo. Katika hili pendo la Mungu ilionekana kwetu kwamba Mungu amemtuma mwanawe wa pekee. In the name of Jesus, hilo pendo lilionekana kwetu, maana Mungu alimtuma mwanawe wa pekee ulimwenguni ili tupate uzima kwa yeye. Kwa jina la Yesu ninatabiria maisha yako ikapate hiyo neema ya kupendana, maana katika ule upendo utadhihirika kwako, ili uzima wa milele upatikane kwa watu waliyefungwa na ulevi wafunguliwe, waliyefungwa na uzinzi wafunguliwe, waliyefungwa na uvutaji wafunguliwe, waliyefungwa na mambo ya dunia wafunguliwe kupitia wewe. In the name of Jesus. Hallelujah. Kwa hivyo ni majukumu yako, ni majukumu yangu kudhihirisha upendo huu. Hallelujah. Ili watu wafunguliwe, wakombolewe, wawekwe huru kwa jina la Yesu. Ninatangaza in the name of Jesus, na itendeke kwa maisha yako, na itendeke kwa maisha yako, na itendeke kwa maisha yako. Ufalme huu wa mbinguni uendelee na kuongezeka kwa jina la Yesu. Tunatangazia kuzimu iweze kupata hasara, maana siku ya leo tutadhihirisha upendo na wazee hawataenda kuzimu. Tukiangalia kwa macho yetu na sima kwa mikono yetu, tutangaze in Jesus name, wazee hawataingia, tutawafuta, tutawatangazia
Yesu anawapenda. Njooni kwa Yesu, maana Yesu anawapenda. Ametujalia mwaka huu wa 2025 kwa sababu ya upendo. Tumefika Disemba, tutaonyeshana upendo kwa wazee na wamama, kuwaonyesha ya kwamba Jehova anawapenda. In Jesus name. Kwa jina la Yesu. Haleluya. Maana ni dhihirisho ya kwamba Mungu alitupenda. Na kwa sababu tulipendwa tukaitwa wapendwa, nasi wapendwa tupendane. Wewe ni mama, furahia kuona wamama wakifanya nini? Wakiongezeka. Wewe ni mzee, furahia kuona wazee wakifanya nini? Wakiongezeka. Wewe ni kijana, furahia kuona vijana wakifanya nini? Wakiongezeka. Amen. Ni majukumu yetu kupendana. Si ati unakula neno na unakaa nalo, halikusaidii na halisaidii wengine. Unajua usipopenda, unajua Kristo kama angekuja tu na asizungumze habari ya ufalme, amen, na anyamaze na ule ufalme, angeishi na aondoke, lakini hangeacha kama kuna masaa. Amen. Kama mitume wangeachiwa habari hii na wanyamaze naye, amen, na wasionyeshane matendo ya upendo, amen, wangeondoka na sisi hatukepatikana. Injili isifike kwako mwisho. Halo, sijui kama umeshawahi kufuata barabara siku moja, barabara ikafika mwisho. Sana sana estate za siku hizi ni fandi. Salimia mtu mwambie Yesu anakupenda. Barabara estate za siku hizi ni fandi. Unajua kuna geti ya kuingia na ya kwenda pande ile nyingine. Unaingia lakini unapata pande ile nyingine kumefanya nini? Kumefungwa. Hebu uliza mtu, injili ipo ingia kwako, haleluya, uliifungia pande ile ama uliachia barabara ya kwenda? Hebu muulize. Unajua kama haliendelei ilifika kwako mwisho, ni kumaanisha ya kwamba uliweka nini? Ukuta. Mwimbaji mmoja akaimba wimbo akasema ya kwamba ingulia wema tarakia kana vitabo kitindeni kana vitabo keiko yako ingagera yakitenya ile namba ya Mungu anisia roho mutheru yakwitana na iguru nitana gena imuthenyo ria getikirie nikwari na thina mwingi aratakwa akendiga na wale akimena inyaheire namba anisia roho mutheru yakwitana na iguru nitana gena. Wakati ulipokiri ya kwamba Yesu ni Bwana, marafiki wengi wengine walikuacha na wengine wakakuchukia. Lakini ukiangalia kuachwa na kuchukiwa, hautaweza kueneza upendo huu wa Kristo. Maana katika barabara hii kuna kuitwa majina, kuna kuitwa majina, kuna kutemwa mate, kuna kusungumuzwa, lakini hiyo isikuzuirie kueneza upendo wa Kristo. Haleluya. Isikuzuirie. Waliongea, walimtema, walimfanya, lakini Kristo mwenyewe hakusimika kwa sababu yao. Haleluya. Hata nawe ninakuombea hiyo neema ya kuendelea kwa jina la Yesu. In the name of Jesus. Hawa wanakuokea, hawa wanakusema, hawa wanakuchengenya, endelea na kudhihirisha upendo kwao. In Jesus name. Kwa jina la Yesu. Na utajipata ya kwamba umetenda kulingana na mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Tuendelee. Katika hili pendo la Mungu ilionekana kwetu kwamba Mungu amemtuma mwanawe pekee ulimwenguni, kwamba Mungu alimtuma
alipotumwa nilimpokea. Ulimpokea, si ndio? Na ulipompokea sasa, ili tupate uzima kwa yeye. Na kwa sababu nilimpokea na wewe ulimpokea, sasa kile huwa tunafanya watu wapate uzima kupitia sehemu. Amen. Mimi ndiye nasimama kwa pengo ya mwana wake Mwenyezi Mungu. Wewe ndiye unasimama katika pengo ya kumwakilisha Kristo, ili ulimwengu, haleluya, upate ondoleo la dhambi, upate msamaha wa kusamehewa. Haleluya. Maana mimi ninamwakilisha Kristo. Mimi ni mfano na sura ya Bwana. Wewe ni sura na mfano wake Kristo. Na mimi ndiye natumika kwa leo kama Kristo. Wewe ndiye unatumika kwa leo kama Kristo. Na ndiye sababu kwa jina hingine tunaitwa wa Kristo. Maana tunafanana na Kristo, tunatembea na Kristo, tunaishi na Kristo, tunazungumza Kristo. Tupendane. Hili ndilo pendo. Si kwamba sisi tulipenda Mungu, bali kwamba yeye alitupenda sisi. Bali yeye mwenyewe alitupenda, akamtuma mwanae kuwa kipatanisho kwa dhambi zetu. Haleluya. Wapenzi, ikiwa Mungu alitupenda sisi hivi, imetupasa na sisi kumpenda. Geukia mtu mwambie imetupasa na sisi kupendana. Mwambie imetupasa. Mwambie hapa ni lazima. Mwambie hapa whether you like it or not. Mwere kana duende, mwere na duende yako. Niwende kana duende. Haleluya. Niwende kana duende. Amen. Inakulazimu kupendana. Haleluya. Si kwamba kuna kitu tulilipa, na kwa sababu hatukulipa chochote, hata nasi inatugharimu, inatubidi tupendane. Huyo jirani hata kama anapigaga kelele, inabidi umpende. Hata kama huyo jirani huwa anakutema mate, inakubidi umpende. Upende. Upendo haukuji kwa sababu ati unapendwa. Geukia mtu mwambie si upendo wala kupenda. Ni kupenda ulimwengu. Hapa hakuna mipaka. Ikifika ni aliyependwa, haina mipaka. Hebu geukia mtu mwambie hii si kama ya dunia. Mgeukie tu mwambie hii si kama ya dunia. Mwambie hii si ya kiwanadamu. Unapenda watu wote, kama unapenda dunia. Si ati unaweka mipaka, ati fulani ndio unapenda sababu ni wenu, ati sababu hiyo ni kabila yako. Hii ni ulimwengu. Yaani kwa mtu yeyote akirisha upendo. Amen. Na upendo huu tunazungumza habari yake ni upendo wa umilele. Eternal love. Haleluya. Jina Bwana barikiwe. Ni upendo wa milele, agape love. Haleluya. Upendo ambao uligharimika. Haleluya. Wewe haukulipa chochote, ulipendwa na Bwana. Na wewe penda watu wote, penda ulimwengu, ili uweze kuwafahamisha ya kwamba Yesu ni Bwana na anawapenda, anawaza mawazo mema kwa jina la Yesu. Sio kupenda wanaokupenda, sio kupenda wanaokupatia mambo mazuri, sio kupenda wanaokupatia kitu. Haleluya. Ni kupenda ulimwengu. Kila mahali ukienda unamwakilisha Kristo, maana Kristo ni upendo. Haleluya. Kristo ni upendo, na kutangazia hiyo neema ya kupendana na ikie ndani yako. Upendo haupagui, unapenda watu wote, hata kama si kabila yako, hata kama sio mtu wa nyumba yako, lakini unampenda, maana Kristo ni upendo, na alitupenda yeye mwenyewe akajitoa uhai kwa
huyu sijui nini, sijui amejaribu mara ngapi, sijui amefanya namna ngapi, sijui ameua, sijui amefanya. Hiyo sio kazi yako. Yesu hakuja kwa sababu ya walio wazuri, alikuja kwa sababu ya ulimwengu. Ulimwengu ulikuwa umepotoka. Mimi na wewe tukapata hiyo neema ya kupendwa. Wateule tupendane, maana pendo latoka kwa Mungu. Simama kwa miguu yako, enda mbele zake Bwana, mwambie Bwana, nisaidie kabla mwezi wa Desemba kuisha. Nisaidie Bwana, upendo uongezeke juu ya maisha yangu. Nisaidie kujijua na kujifahamu na kujielewa, nijue karama yangu, nijue umeniita Bwana kwa namna gani, nikutumikie kwa njia gani, ili ulimwengu ukombolewe, ili ulimwengu ukujue. Nisaidie Bwana kuwafikia wanaokunywa, wanaolewa na wagamia, wanaotembea katika mashida, wanaotembea katika giza, maana umefanya kuwa nuru ya ulimwengu. Wale hawana radha, umenifanya Bwana kuwa radha yao, maana mimi ni chumvi. Ninaomba Bwana nisaidie, nilelemokidha kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, ili waliyefungwa wakafunguliwe, ili waliyefungwa wakawekwe huru, ili wanaoteswa wakaachiliwe kwa jina la Yesu. Ninatangaza kwa maisha yangu, neema yako Baba, neema ikaongezeke, upendo ukaongezeke, maana mimi mpendwa, nikawapende wazee na wamama, vijana chini na watoto, kanisa likaongezeke, watu wakaokoke, watu wakafunguliwe, watu wakawekwe huru, ila maana katika jina la Yesu. Ninatangaza Bwana, hata mwezi huu, mwezi wa Desemba, ukaonyeshana upendo kwa majirani zetu, kwa watu wetu Bwana, ile neema jina kwa jina la Yesu, naitendeke, ile neema jina, maroho yote ile naimendesho kwa jina la Yesu, inaitangazia iweze kuondoka. Nimendesho ni kwa wazee, iondoke. Nimendesho ni kwa mama, iondoke. Nimendesho ni kwa vijana na watoto, iondoke. Aina yote ya ukama, aina yote ya ukaza iweze kuondoka kwa jina la Yesu, na nena uzazi ukaondoka. Ina neno jina lima shekaraba rekarabo yanda lima shekariba yanda rekaraba yanda. Nainuka kinyume na nguvu zote za mpinga Kristo, nainuka kinyume na nguvu zote za mpinga Kristo ambaye huzuilia wazee kuzana, wamama kuzana, vijana kuzana, ili tena watoto. Kwa jina la Yesu natangazia kila mmoja neema ya upendo, maana Biblia inasema sisi ni wapendwa na tukapendane moja na mwingine. Kila neno jina kwa jina la Yesu, maana Mungu ni upendo. Alitupenda na ikatendeke kwa jina la Yesu. Bwana wa uzima, Bwana wa utukufu, Bwana wa uhai, ninatangaza neema yako inatutosha. Mungu wa majeshi, unatenda Mungu wa milele Baba, unakaba wewe Baba, tukuzwe na uhimidiwe, inuliwe na kuhimidiwe Baba. Wewe ni Bwana wa Mungu, wewe ni Bwana wa uzima, wewe ni Bwana wa uhai, wewe ni Bwana wa neema Baba. Kuna kama wewe Baba, urimashekana rekanaboyada rimashekeribayande. Jesus my God, naikatendeke Baba, naikatendeke kwa jina la Yesu, naikatendeke in the name of Jesus. Mungu wa uzima, Mungu wa uhai, Mungu wa neema, Mungu wa baraka, Mungu wa ushindi, kuna kama wewe. Yesu natawala, Yesu natenda, Yesu nainua, Yesu nakomboa, Yesu naponya, Yesu nabariki, Yesu nafanya mambo mapya. Naitendeke Baba, naitendeke maisha, naitendeke maendeleo, naitendeke wangu, ndio kadhalika. Ile neno jina na kadiri kuongezeka, na kadiri kupanuka, kanisa likaongezeke, kanisa likapanuka. Ile maji moja, jamii ikaongezeke, jamii ikapanuka. Ile maji moja, tunatangaza kila
zikaboromoke, ikakota, zikaboromoke, ukaingie katika maeneo ya waliyebarikiwa, ya waliyekombolewa, ya waliyeponywa, ya waliyeinuliwa. In the name of Jesus, ikakota, 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 za vizuizi zikaboromoke, ikaboromoke kwa jina la Yesu. Na nena mkono wa Bwana, na nena nguvu za Bwana, kibali cha Mungu ikawe juu ya kila mmoja kwa jina la Yesu. Na itishe watu wako Baba, neema ya kupendeka, neema ya kupendeka, neema ya kukubalika. In the mighty name of Jesus, Bwana wa majeshi, nena Baba, una kama wewe Baba, tukuze Baba na utukuze sifa. Wewe ni mwema na msifu, wewe ni mwema na baraka. Umetuita wapendwa, maana Bwana ulitupenda. Jina lako Yawe liweze kuinuliwa. Umetuita wapendwa, maana ulitupenda. Tusaidie nasi Baba kupenda na maiko moja na mwingine. Tusaidie Bwana kupenda na Bwana moja na mwingine. Na upendo wako Baba ukamwili Baba pia watu wako Baba. In the mighty name of Jesus, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Wale walikuwa wamepungukiwa na neema ya upendo, na neno urejesho, na neno urejesho, na neno urejesho, na neno urejesho, na neno urejesho. Furaha ya kupendana, furaha ya kutumika, furaha ya kuinua, furaha ya maombi, furaha ya kuabudu, furaha ya kuhubiri, furaha ya kupeleka neno lako mbele. Na tangaza Bwana ikaongezeke, ikawe nyingi juu ya watu wako. Ile mighty name of Jesus, Mungu wa majeshi, na wala ukitenda mema, na wala ukitenda mema, hakuna mwingine aliye kama wewe. Tukuzwe na upende sifa. Haleluya, wewe ni mwema. Shakarama yanga, rikarima yanga, rikarabu yande, rimashiki rima yanga, rima yanga rabu kuta. Una kama wewe Baba, risima na glory. Pokea sifa Baba, heshima zote na utukufu zako. Unatawala milele, unatenda milele. Wewe ni Mungu uliyejawa na umilele. Oh my God, wewe ni Mungu uliyejawa na umilele. Milele unatenda, milele unatenda. Risima na glory. Rima shika rama, rikarabu